Ah, TUCASA STU 2026. TUCASA STU 2026. Barikiwe sana. Nipende kuwakaribisha katika juma hili ambalo ni juma la maombi na mwenendo wa Mkristo. Juma hili tutakuwa pamoja nanyi kwa masomo haya au kwa siku zote hizi ambazo zimepangwa, na tutakuwa na mfululizo wa mada mbalimbali ambazo hazifanani. Bwana Yesu asifiwe. Yes, mada hazifanani, lakini ni mada tofauti tofauti ambazo zimeandaliwa, ni nzuri kabisa kwa ajili yetu sisi ambao ni vijana wa Kiadventista, vijana wa TUCASA. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo limeandaliwa na wakurugenzi, limeandaliwa na uongozi wa union, lakini pia kupitia wakurugenzi mbalimbali na machaplain mbalimbali ambao wanapatikana katika conference mbalimbali au katika majimbo mbalimbali yanayounda union yetu au jimbo kuu letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa masomo tutakayokuwa nayo ni masomo 6. Somo la kwanza linahusu habari za ulaji, afya na ulaji. Masomo mengine nitayaeleza tutakapokuwa tunakuja, lakini kuna masomo mazuri sana, kuna mada nzuri, habari za mahusiano, kijana wa Kiadventista, pamoja na uchumi, kijana wa Kiadventista na mahusiano yapi ambayo ni mazuri, lakini pia tutajifunza mambo mbalimbali, habari za kiroho, mienendo yetu, habari za jinsi ambavyo tunatakiwa tuweze kuvaa mavazi au tabia yetu iweje. Tutajifunza mambo mengi sana kuhusiana na mada hizo. Mada ya leo tuna somo linalosema afya na ulaji, lakini kabla tujaanza tufumbe macho tuombe. Baba yetu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi hii ya kujifunza. Hakika lipo kusudi kwetu sisi kuletewa masomo haya ili tuweze kujifunza na yaweze kutusaidia katika maisha yetu ya kiroho, sio kiroho tu, lakini pia kijamii na hata kiuchumi. Tembea na kila mmoja katika juma hili, tuweze kujifunza na aweze kusikiliza vyema, na hatimaye tuweze kufuata yale ambayo unahitaji tuyafanye, na hatimaye maisha yetu yakapate kuwa yenye kupendeza wewe. Tunapoendelea na kipindi hiki, Roho wako Mtakatifu tunamwalika awe pamoja nasi, atufundishe na tuongoze mwanzo hadi mwisho. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amin. Mada ya kwanza kama nilivyokwisha kusema inahusu afya na ulaji. But before we start, naomba tufahamu maana ya afya. Kuna maneno mawili hapa, maneno matatu. Kuna afya, kuna ulaji na pia ni aina ya neno, maana yake ni kuunganisha, si kweli? Haya, tuangalie maana ya neno afya. Nani anaweza akatuambia maana ya neno afya? Unawezaje ukadefine au kaeleza maana ya neno afya? Nione mikono. Wote nawaambia mimi ni mwalimu, kwa hiyo wanaenda kwa maswali pia. Karibu. Naam. Afya, mtawaziko wa kiusawa, kimwili, kiakili, kiroho na kijamii. Asante. Asante, amejaribu vyema. Mwingine? Asante, umejibu vyema. Mwingine? Hata kama ni kwa Kiingereza, we jibu tu. Nyosha mkono, karibu. Tajibu kwa Kiingereza, karibu. Health is a physical, mental and the well-being of a body. Asante sana. Amesema kwamba health is the state of being well physically, mentally, also you can say spiritually, biologically. So if you are physically well, mentally well, spiritually well, as well as biological well, we can say now you have health. Si ndio? Maanake hapo una afya njema. Afya inahusiana na, ili tuseme kwamba wewe una afya nzuri, maanake wewe una afya njema, unatakiwa uwe vizuri kiroho, uwe vizuri kimwili, uwe vizuri kibiolojia, lakini pia uwe vizuri even socially, si ndio? Kijamii, how you interact with other people in the society, jinsi unavyoishi na watu, tunasema ni afya. Ulaji, nani anaweza kutuambia ulaji, maana ya ulaji? Abel, unaweza kutuambia maana ya ulaji? Ana tunapenda sana ulaji,
kutoka kwenye neno kula, si ndio? Sasa tunaangalia somo letu litajikita zaidi kwenye habari za tunavyokula pamoja na afya yetu. Vyakula tunavyokula vinaleta impact gani katika afya yetu? Ni ukweli uliothibitika ya kwamba vijana wengi wa Kiadventista, sio wa Kiadventista tu, vijana wengi especially ambao tuko katika level za vyuo tunaathiriwa sana na masuala ya afya. Mara nyingi kuna watu ambao wanakuwa na madonda ya tumbo, unaweza ukaugua tu, ukienda kupima pale wanakuambia una madonda ya tumbo. Ukienda Maranatha pale, wangapi wamepima pale? Haya, ni CDM. Ukienda pale kupima wanakuambia kwamba una vidonda vya tumbo na nini. Wakati mwingine unajiona kabisa, mbona kama mimi afya yangu nimevitoa wapi? Lakini ni kwa sababu ya mtindo wa maisha tunayoishi hapa chuoni. Maana yake wakati mwingine tunashindwa kuzingatia nini? Tunashindwa kuzingatia afya zetu. Jinsi tunavyoishi ndivyo tunadetermine kesho yetu itakuwaje. Remember, afya yako ndiyo mtaji au ndo msingi wa maisha yako ya kesho. Hauwezi ukafanya jambo lolote. It is true that now we are studying kwenye different courses mbalimbali. Si ni kweli program mbalimbali, kuna maengineer hapa, kuna watu wanasoma biomedical, kuna watu wanasoma biotechnology, kuna watu wanasoma usalifu majengo na kadhalika. Maanake tunategemea baada ya hapa tuwe na nini? Tuwe wataalamu katika sehemu mbalimbali. Lakini habari gani kama afya yako haukuizingatia au utakuja kuajiriwa lakini tayari wewe ni mgonjwa, huwezi kufanya hiyo kazi? Utafurahia? Utaifurahia? Yaani wewe tayari afya yako ilishakuwa hivi. Nikisema hivi simaanishi walio wembamba, yaani afya yako imeshanyong'onyea. Maana yake hata hiyo kazi ambayo unaenda kuifanya hauwezi ukafanya nini? Ukaifurahia. Muda wote unawaza dozi. Remember when I was in form 5 class, kuna mwalimu wetu mmoja alikuja, ni wa field, alikuwa anafundisha chemistry, lakini nilimhurumia sana. Alikuwa anaugua ugonjwa wa kisukari, magonjwa ambayo ndani kwa diseases, magonjwa yasiyoambukiza. Alikuwa anafundisha, wakati mwingine hali inamkuta darasani, anakuwa na hali mbaya sana, tetemeka, yeye unamhurumia. Wewe ni mwanafunzi lakini unaona kama mwalimu anahitaji msaada. Maana yake ukiwa unaumwa hauwezi ukafurahia hata ile kazi ambayo unafanya nini? Unaifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunatakiwa tuweze kuzingatia afya zetu. Tumeletewa haya masomo ili yatuandae. Wakati mwingine tunapuuza, ni mambo madogo sana lakini yanakuwa na impact kubwa mbeleni. Unawaza, ningekuwa najua kwa kweli ningezingatia haya. Utakuja kuwa mshauri mzuri sana. Kwa hiyo epuka kuja kuwa mshauri mzuri sana kwa watoto ili wasije wakayapata au yakawapata yale ambayo yamefanya nini? Yamekupata. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi watu wa namna hiyo ukiwachukua ni washauri wazuri sana. Mtu ambaye amepitia hali hiyo anaweza kukushauri vizuri sana. Si ni kweli hata kama mtu amedisco chuo kwa sababu mbalimbali anazojua yeye. Kwa hiyo akienda mtaani kwa kijana kama huyu anaweza kukushauri vizuri sana. Si ni kweli Kwa hiyo afya ni msingi wa maisha. Somo letu limeandaliwa na mkurugenzi wa idara ya huduma na vijana, chaplainsia na muziki, anaitwa Dr. Geoffrey Mabuba kutoka field ya Zanzibar. Huyu ni chaplain wa huko Zanzibar. ZFS ndiye aliyeandaa somo, ni pastor lakini pia ni daktari. Anaanza kwa kusema mwongozo huu umezingatia maandiko matakatifu, nukuu sahihi za roho ya unabii pamoja na sura na kurasa na miongozo ya hivi karibuni ya shirika la afya duniani WHO, yani World Health Organization, pamoja na Wizara ya Afya Tanzania. Kwa hiyo somo hili halijabezi tu au halijaandaliwa tu kulingana na uelewa wa mtu fulani, bali limeandaliwa kwa kuangalia sehemu kuu mbili. Kwanza, Biblia inasemaje kuhusiana na masuala ya afya spiritually, lakini pia imeangalia ni kwa namna gani wataalamu, sisi ambao tunasema we are experts wataalamu, kuna watu wa medical lakini nyinyi wa vifaa sio nani. Ni kweli also mnajifunza vitu kama hivi, mnajifunza. Lakini pia limeangalia masuala ya wataalamu wao wanasemaje kuhusu afya. Kwa kuangalia nini? Kwa kuangalia WHO wao wanasemaje. Kunakuwa na marekebisho mbalimbali. Mara nyingi kunakuwa na mabadiliko ya mitaala hata kwenye afya kulingana na hali ya sasa hivi ikoje. Si ni kweli hatuwezi kuendelea kujifunza habari za ugonjwa wa miaka ambayo ilishapita wakati kuna changamoto zinazo face currently, si ndio? Kwa somo hili limezingatia mambo kama hayo. Kwa hiyo limegawanyika katika sehemu kuu mbili, ambayo sehemu ya kwanza ni sehemu ya msingi wa kiimani na roho, yaani imani na roho, yaani Biblia pamoja na roho ya unabii. Kwenye Biblia
inasema nini kuhusu afya? Biblia inasemaje kuhusu afya? Kwenye habari za afya na ulaji wetu, kwenye upande wa kiroho tutaangalia jinsi Biblia inavyosema, lakini na roho ya unabii inavyosema. Tukiangalia katika upande wa Biblia kwamba Mungu ana nia ya makusudi na afya ya kijana wa Kikristo. Kwa hiyo miili yetu si mali yetu sisi wenyewe, bali ni chombo cha utumishi kilichonunuliwa kwa damu ya Kristo. Tumesomea fungu hapa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 fungu la ngapi? Fungu la 19 hadi 20, ambalo linasema ya kwamba au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Hekalu maana yake ni nini? Nione mkono. Hekalu maana yake ni nini? Nione mkono. Nitachagua, I will pick random msiogope jamani. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya hekalu? Yamkini kwa tunasoma tu akirahisi. Nini maana ya hekalu? Bwana Yesu asifiwe. Haya, hekalu ni nini? Unaweza kutusaidia? Unaelewa nini kuhusu hekalu? Sehemu ambako tunafanyia ibada, maana yake sehemu hiyo Mungu anapatikana. Asante sana. Kuna mwingine? Naam, karibu. Asante sana, ameongezea, lakini hayuko mbali sana na mchangiaji wa kwanza, ila ameongezea utulivu. Kwa hiyo hekalu ni mahali ambapo ibada inafanyikia. Sasa miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu anapatikana katika hilo hekalu. Sasa hekalu hilo ndo mwili wetu unafananishwa na hekalu la Roho nani? Mtakatifu, mahali ambako ni pasafi, mahali ambako kuna utulivu, mahali ambako hakujaharibiwa. Sasa kama miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, au haumjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu ambamo kwenye hilo hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, maanake Roho Mtakatifu anakuwa ndani ya hilo hekalu mliyepewa na Mungu. Roho Mtakatifu tunapewa na Mungu. Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa hiyo vyakula tunavyokula, kama tulivyosema, somo letu linahusu afya na ulaji, si ndio? Kwa hiyo vyakula tunavyokula vinakuwa na impact kubwa sana katika habari ya afya ya nini? Ya kiroho, sio kimwili tu, na hata kiroho. Kwa hiyo Biblia inazungumza hivyo katika Mathayo hapo, katika Wakorintho hapo Paulo anazungumza, lakini pia katika Wakorintho wa kwanza 10:31 anasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Kwa utukufu wa Mungu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu, sio kwa ajili ya kujinufaisha sisi wenyewe. Kwa leo nimemisi chips, natamani nipate chips. Unaharibu hekalu. Haleluya. Ni vizuri kula chips kwa sababu kwa mujibu wa wewe ni vizuri kula chips kwa sababu unahitaji kujinufaisha, ujifurahishe, lakini kwa upande mwingine unakuwa unaharibu hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Why? Kwa sababu kuna connection kubwa, au kuna uhusiano mkubwa kati ya vyakula unavyokula na maisha yako ya kiroho. Unajua kuna vyakula unaweza ukala, lakini baadaye ukipelekewa habari za Yesu unaona kama ni ngumu kuzipokea, kwa sababu ya chakula ulichokula kimeshabadilisha akili yako tayari. Yani you are not ready to receive or to listen about what God needs. Si ndio? Yani tayari umeshabadilika, chakula kimeshakubadilisha. Utakubaliana nami tunavyoendelea kujifunza somo hili. Tukiangalia katika Danieli sura ya kwanza mstari wa 8 na mstari wa 12, lakini Danieli aliazimia moyoni mwake kuwa hata jinajisi au hata jitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kumbe kuna vyakula ambavyo ni vibaya au vyakula ambavyo sio vizuri kwa ajili ya nini? Ya afya. Mara nyingi pia kuna wale ambao unakuta kama Mungu alivitakasa vyote, vyote ni visafi. Nyie wa Sabato wao mnasema ya kwamba labda nyie eti vyakula eti wakati Mungu. Sasa kuna hii pia huwa narejelea pia. Kama anajifunza vizuri Biblia na amini maandiko, mwambia kwamba kwani kama vyakula vyote tunaruhusiwa kula, kila kitu tunaruhusiwa kula. Unakumbuka habari za kina Danieli? Bwana Danieli aligoma kabisa kwamba yeye hatojitia unajisi kwa kula hicho chakula. Kumbe kuna vyakula ambavyo ni vichafu. Chakula najisi maana yake ni kichafu, si ndio? Hakistahili katika mwili.
Kwa hiyo Biblia inazungumza kwa namna hiyo, lakini pia vyakula ambavyo vinasitizwa ambavyo waliomba ni kama vile nafaka, walisema wajaribu tu kwa mtama na maji, ambavyo ni nafaka pamoja na mboga mboga, sema kama ni mboga mboga. Kwa hiyo tule mboga mboga kwa mji wa Biblia, tuambie tule mboga mboga, tule nafaka. Nafaka ni kama vile mahindi, maharagwe na nini? Mtama, uwele, haya na mengine unayojua. Haya, kwa hiyo kunakuwa na makundi mbalimbali ambayo yanakuwa yanajumuishwa pale. Ugali wa mtama ni mzuri sana, ule mwekundu, na nadhani mwae kutumia. Wangapi wameutumia ugali wa mtama? Ule ni mzuri sana, unakuwa na nguvu, alafu unakuwa strong enough kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali. Amina. Lakini pia kuna ugali wa udaga, wangapi unaofahamu ugali wa muhogo? Ni ugali mzuri. Kwa hiyo ni vyakula ambavyo tunatakiwa tuweze kufanyaje? Kutumia. Nukuu za roho ya unabii ni katika kitabu cha Counsels on Diet and Food, inazungumza pia katika hiyo chapter ya kwanza ukurasa hapa ni wa 46. Counsels on Diet and Food, sura ya kwanza ukurasa wa 46 inazungumzia, lakini Ellen White pia anashauri habari za vyakula ambavyo tunatakiwa tuweze kuvila bila kujali au kwa kuangalia kwamba hivi ni visafi kwa ajili ya afya zetu. Unaweza ukasoma hapo. Kuna kwenye page inasema reasons for reform. Watu wamekwisha kutengeneza, ni vizuri kutengeneza, au sababu za kuwa au kutengeneza, si ndio? Amezungumza hapo kwamba chakula cha kiasili, kwamba nafaka, matunda, kokwa, yani zile nuts, na mboga mboga ndivyo vyakula vilivyochaguliwa kwa ajili yetu na muumba wetu. Rejelea katika Mwanzo, vyakula ambavyo tulipewa mwanzoni ni vyakula vya namna hiyo. Lakini pia vyakula hivi vikiandaliwa kwa njia rahisi na ya asili iwezekanavyo, ndivyo vyenye afya na lishe bora, vinaupa mwili nguvu, uwezo wa kustahimili na wepesi wa akili, ambapo hauwezi kupatikana kupitia vyakula vyenye msisimko au vilivyochakatwa. Kwa hiyo kuna nguvu faida ambazo unazipata kutoka kwenye hivi vyakula ukivila, ambavyo ni ngumu kuvipata kutoka kwenye vyakula ambavyo vimechakatwa. Kusoma pia katika hiyo The Ministry of Healing, sura ya 23, Diet and Health, ukurasa wa 296, wale ambao wanaandika labda. Sehemu ya pili, ukiachilia mtazamo wa kiroho tu, sehemu ya pili ni habari za sayansi. Wanasayansi wao wanasemaje kuhusiana na habari za vyakula? Wanasayansi wao wanazungumza nini kuhusiana na habari za vyakula? Kwanza kuna miongozo ya shirika la afya duniani WHO, yenyewe inazungumza nini? Kwamba kulingana na miongozo ya hivi karibuni ya WHO kuhusu lishe ya vijana na mazingira ya shule au vyuo, kuna mambo makuu matatu ya kuzingatia ili kuepuka magonjwa yasiyoambukiza, yani non-communicable diseases, kama kisukari na shinikizo la damu. Mara nyingi magonjwa haya na mengine ambayo hayajatajwa hapa, magonjwa haya mara nyingi tunayapata kutokana na mtindo wetu wa maisha na vyakula ambavyo tunafanya nini? Tunavitumia. Ugonjwa wa kisukari kuna mekanizmu ya kupata kwa njia mbalimbali, yani kuna sababu nyingi za kupata kisukari. Kuna mtu anaweza akala vyakula vyenye sukari nyingi na asipate kisukari, si ndio? Kama insulin, kama pancreas iko vizuri kwenye kusecrete hiyo insulin hormone. Lakini pia kuna mwingine uwezo wa kongosho kwa Swahili nini fanyaje? Kusecrete fanyaje? Kuchakata, kuzalisha homoni au kemikali ya insulini ni mdogo. Yani kuna mtu tezi yake hiyo ya kongosho kuzalisha hiyo homoni ni mdogo sana. Kwa hiyo akila vyakula vyenye sukari nyingi, ile sukari inashindwa kufanywa conversion kutoka kwenye hiyo excess glucose kwa kwenye carbohydrate. Kwenye nini? Glycogen. Chakula huwa kinakonvertiwa kutoka kwenye glucose kwenda kwenye glycogen, si ndio? Kinatunzwa in forms of of glycogen kutoka, maana yake huyo ni insulin anafanya hiyo kazi. Lakini pia kuconvert kutoka kwenye glycogen kuja kwenye glucose, in case sasa umekuwa na uhaba wa sukari mwilini, kuna glucagon, si ndio?
glucagon hiyo ni homoni ambayo inabadilisha inarejesha huko samani watu wa PCM, lakini vitu vya kawaida sana, si ni kweli lakini ni vitu ambavyo nimejifunza mimi, hivi nimejifunza nikiwa urevo. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana, licha ya kwamba nimesoma PCB, lakini hivi tumejifunza urevo, si ni kweli kwa hiyo vyakula vya namna hiyo, kuna watu ambao wanapata kisukari kwa sababu hizo, amekula chakula chenye sukari nyingi na uwezo wa mwili kusekreti hiyo insulini au hiyo tezi kusekreti hiyo insulini inakuwa ni mdogo. Kwa hiyo tunashauriwa tutumie vyakula vyenye sukari nyingi, sababu huwezi kujua kwamba mwili wako una uwezo au hauna uwezo, ndio? Kwa hiyo tunatakiwa tuweze kuepuka vyakula vya namna hiyo. Shirika la Afya Duniani linashauri tusile vyakula vya namna hiyo. Nazungumzia pia matunda na mboga mboga, kwamba tujikite sana kula matunda na nini na mboga mboga. Kuna watu wanahisi kwamba labda kula matunda ni nakuta hali labda bumu ambapo limechelewa sana, ndio unaweza ukaona unaona mtu labda anunua figiri mara moja mchicha, unaona kabisa ni ukata wa maisha, lakini hiyo ni hali ambayo inatakiwa iweze kuzingatiwa, sawa. Sometimes mlo wetu unaweza kuwa ni limited, lakini tujitahidi. Ni ngumu wakati mwingine kumaintain makundi yote 6 ya vyakula kwa wakati mmoja, kulingana labda na maisha yetu sisi kama wanafunzi, si ndio? Lakini sasa unashauriwa basi angalau kila mara, basi kama unashindwa kumaintain yote kwa mlo mmoja, basi usiache muda mrefu sana bila kula matunda, bila kula mboga mboga, bila kula na vyakula vingine. Unajua unapokuwa unakula tutaje matunda na nini? Tutaje makundi ya vyakula ni kama yapi? Wanga, kwa Kiswahili nini? Starch. Asante. Nini? Maji ni kundi la chakula. Haya, nyingine mafuta, vyakula vya mafuta. Nyingine vitamini. Nyingine protini. Nyingine haya, na mengine mengi mmeyajua, lakini laftages yes, vyakula vya nyuzi nyuzi ni muhimu sana katika kuzingatia. Kwa hiyo tule protini, tule hiyo na starch, tule vitamini, sawa? Tule vitamini, tule starch, tule protini, tule nini? Tule vyakula vyenye mafuta. Sasa haimaanishi, najua wanatushauri pia tuwe tunatumia vya mafuta. Yaani unakula vyakula vya mafuta mpaka we mwenyewe una sweat kabla hujananili, alafu mazoezi hufanyi. Ni muhimu kula vyakula vyenye mafuta kwa sababu vina umuhimu katika mwili, lakini mafuta yanapozidi mwilini pia inakuwa na changamoto, sawa? Sasa ukaanza kupata shinikizo la damu, manake unakuta mafuta yamegandamana, unakuta kwenye mishipa, such a way that ile diameter ya ile mishipa kupampu damu inakuwa changamoto, inakuwa imebidi reduced. Sasa kama diameter ya ule mishipa wa damu umepungua, manake moyo utalazimika kutumia nguvu sana au nguvu kubwa sana kupampu nini? Kazi ya moyo mfanyaje? Mbarikiwe sana. Kwa hiyo ukila vyakula vya mafuta mengi unajihatarisha. Kwa kawaida moyo, kwa binadamu wa kawaida ambaye ana afya njema, moyo unatakiwa uweze kupampu damu kwa dakika mara ngapi kwa dakika? Mara 72. Sasa kwa sababu umekula chips nyingi, umekula vyakula unataka ile rojorojo, ni kweli umetengeneza, ukiangalia kweli ni kweli ya mchuzi uko vizuri, unafanya hivyo na ufanyi mazoezi, unatafuta angalau unenepe. Kunenepa sio afya. Mara nyingi wanawaambia hata wale watu watu wenye vitambi, sio kwamba watu wenye vitambi wote wanakuwa na afya njema. Haimaanishi kwamba mlio na vitambi huu, na siamini kama kuna watu wana vitambi huu, haimaanishi kwamba usiwe na lakini kitambi sio nzuri sana, sababu obesity, yani ile unakuwa na obesity imezungumzwa hapa kwamba kuna vijana wengi wanatembea koti alifungi, yani kuna kanamna fulani umeshana kwa hiyo sio vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile obesity huwa ni excess, unakula sana hata vyakula ambavyo tumepewa nafasi kuvila au tumepewa ruhusa kuvila, unakula carbohydrate nyingi za kutosha, unakula sometimes excess glucose can be converted into fat. Si mnajua sio tu mtu ambaye anakula vyakula vya mafuta ndiye atakayepata kitambi au tufanyaje. Hata kama unakula sana hiyo wanga ulioambiwa ule protini nini, inaweza glucose, sasa ile end product ya carbohydrate inaweza be converted into what? Sasa hiyo fat inaenda wapi?
tayari unaona kwamba una afya na hela zinakutembelea, si ndio? Sasa sio afya, huo ni ugonjwa. Yani simaanishi kwamba labda watu ambao mna vitambi au mna nini. Tufanye mazoezi. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye mazoezi. Sisi tunahitaji tuwe watu tufanye kazi mbalimbali huko, kazi za Mungu, lakini pia huko serikalini tuwasaidie watu. Kwa kuna tahadhari ya unene wa shule, kwamba mwongozo mpya wa WHO unasisitiza kuwa takribani kijana mmoja kati ya 10 duniani anaishi na unene uliopitiliza kutokana na ulaji wa vyakula vya haraka, yani fast foods, na vinywaji vyenye sukari nyingi. Unapenda sana vinywaji vyenye sukari nyingi. Sio mbaya kutumia mara moja vinywaji ambavyo ni vizuri. Kwa mfano ukitumia juice anatengenezaga kefa, inakuwa na sukari haimaanishi ile ambayo maybe manufactured viwandani. Kwani kunakuwa na sukari, unakusikia kama utamu fulani juice sukari za ndizi na nini. Lakini tunashauriwa tuwe tunakunywa vinywaji ambavyo vya nini? Vinywaji ambavyo vinakuwa na nini? Na sukari kiasi. Lakini pia kunywa maji mengi, angalau lita 2 mpaka lita 3. Amewahi kuelezea Elshadai jinsi ya kufahamu kiwango cha maji ambacho wewe unatakiwa uweze kunywa. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa aweze kunywa kiwango chake cha maji kulingana na mwili wake. Si kweli amewahi kuelezea hapo. Sikumbuki vizuri, lakini kuna calculations amewahi kuifanya. Sichukua nini? Hebu unaweza kutukumbusha kwamba tuelekeze kiwango gani cha maji tunatakiwa tuweze kunywa kulingana na miili yetu. Una times na 0.13. Unachukua uzito wako times 0.13. Unagawanya kwa 0.013. Naam, kiwango utakachopata ndio itakuwa ni kilogram, lakini ziwe 2 lita. Naam. Yes, afu hizo saa uzito wako kizidisha na 0.013, hicho kiwango ambacho utakipata in liters hadi kitakuwa ni kilogram, lakini weka 2 liters ndo unakuwa kiwango chako cha maji cha kunywa. Asante, nadhani kama hujaelewa vizuri unaweza kumfuata pia akakuelezea vizuri. Kwa naonyo lita 2, lakini kwa mazingira yetu tunayoishi, mazingira ya Mbeya, mazingira yetu ni mazingira yenye baridi sana. Kuna siku naweza ikaisha haujahisi kiu ya maji, lakini haimaanishi ya kwamba ili uweze kunywa maji mpaka uhisi nini? Unapohisi kiu ujue kwamba there is something that is not okay in your body that is going on. Maanake hiyo ni alamu. Ni sawa na unavyohisi kichwa kinauma. Kichwa kuuma ni ugonjwa? Oho, asante. Kichwa kuuma ni ugonjwa, sio ugonjwa? Ni ugonjwa Haya. Sio kila kichwa kinachouma kinaashiria kwamba unauma, kwamba ndo kwanza ugonjwa wa kichwa. Sijawahi kunotice kwamba dalili za ugonjwa wa kichwa, sijawahi kuziona. Lakini kichwa kuuma huwa ni dalili au huwa ni kiashiria cha kwamba kuna kitu hakiko sawa kwenye nini? Huwa ni indicator. Si ndio? Ni ngumu sana kwenda kumwambia daktari, bwana mimi nauma kichwa. Unaishia hapo. Dalili zingine kwa sababu wanaangalia symptoms and signs, si ndio? Haya, dalili zingine bwana mimi kichwa tu. Kwanza atakupima nini sasa? Lazima umwambie na vingine ili aweze apate pa kuanzia ni wapi, kwa sababu huwa ana treat according to the symptoms and the signs. Sasa akishazisikiliza umewahi kufanya hivi, umetoka Mbeya umeenda wapi, umesafiri umeenda wapi, aongeze na nini angalau ili ajue kwamba mnaenda kupima nini. Yaani hizo ni hypothesis sasa. Uende sasa inaweza ikawa ni hiki. Kama sio huyu, kama asumbuliwe na malaria, basi inaweza ikawa ni labda madonda ya tumbo yanamsumbua. Sasa hebu kapime hiki, kapime na hiki. Maana yake anajaribu formulate hypothesis, baadaye ndio unaenda kufanya experimentations, utaenda maabara, kwambia nenda maabara kapime hii. Wamepima sina. Una hebu niambie tena, maana yake anakuona una hali mbaya, unaweza ukaelezea dalili zingine ukataja, ukapima, hebu kapime hiki. Ukakuta kumbe Bwana Yesu asifiwe. Kwa yeye uweze kumwambia tu kwambia una ugonjwa fulani, lazima akapime, si ndio? Lazima wakapime. Ingawa kuna madaktari wengine pia huwa wamechoka. Madaktari wengine wanasema kwa wamechoka, unakuta ametingwa. Kwa hiyo unaweza kumwambia akaashumu unauma ugonjwa gani, lakini sio vizuri pia kufanya hivyo. Mwongozo wa Wizara ya Afya ya Tanzania unasema nini? TFNC, yani Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania, pia inazungumza, haijatuacha. Nasemaje? Wizara ya Afya nchini
inasisitiza kupitia mwongozo wa taifa wa chakula na ulaji FBDGS yafuatayo kwa vijana walio katika umri wa barehe na wa vyuoni yafanyike. Maanake vijana ambao sio watoto, sisi wenyewe. Kula mlo mchanganyiko kutoka makundi 6 ya vyakula ambao tumekwisha kuyataja. Kwa hiyo kila siku kijana anapaswa kuhakikisha sahani yake inajumuisha nafaka zisizokobolewa. Tusile sembe. Tusile nini? Tuachane na sembe. Kama ugali wa dona, mtama, vyakula vya jamii ya mikunde kama vile nini? Angalia usio kataja kitu nanili. Maharage, kunde zingine, choroko zingine, njegere zingine, njugumawe zingine, na soya. Nayo ni maharage, sio kwenye hiyo kuna. Maharage pamoja na dengu, si ndio? Mboga za asili, tule na mboga za asili. Kama vile nini? Haya, chicha, kuna matembele. Zamani nilikuwa sipendi kula matembele kwa sababu tumekulia sehemu ambayo tulikuwa tunakula sana viazi vitamu. Sasa nilipokuwa nikiona ni kama yale malando na huwa yana harufu fulani, kwa kweli nimeanza kula nikiwa kumbea. Kwa hiyo ni kwa sababu tu rafiki yangu pia alinunua, nikaona amepika vizuri, nikayaonja ikawa matamu. Kwa hiyo ni vizuri pia. Kuna mboga nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kula vitu vya namna hivyo. Kisamvu, wangapi wanajua kisamvu? Watu wa Dar es Salaam naweza mkao mfahamu vizuri. Nafahamu mihogo. Kuna ile mihogo, lakini kuna jamii ya mihogo. Huwa yanakuwa makubwa yenyewe. Sake yale majani ya mihogo, majani ya miti ya mihogo ndio huwa yanatengenezwa. Yanakuwa nini? Lakini kuna mipira, inaitwa mipira. Si mnaifahamu? Yale yanakuwa makubwa kuliko mihogo. Kwa hiyo kuna hizo mboga pia. Sije ukajiongeza tu na ukaanza kuchuma mboga ambazo majani ambayo uyafahamu. Kwa hiyo kuna majani mengine ambayo ni sumu. Ni muhimu kula mboga lakini tuangalie mboga ambazo tumezaliwa tukakuta wanazira. Wewe usome sana ukaanza kula kila majani. Lakini pia na matunda ya msimu, hatulazimishi kwamba tuanze kutafuta fenesi. Sasa hivi ni ngumu kuipata huko. Lakini kuna matunda ya nini? Ya misimu. Mfano wa matunda ni kama yapi? Machungwa ya msimu, tunataja ya msimu machungwa ya msimu peke yake maembe. Mbona ni mengi au kwa kweli nimewaambia ya msimu? Hayo yote ni ya msimu, si ndio? Matunda ya namna hiyo ni muhimu kufanyaje? Kuyala. Somo letu ni pana lakini linafupishwa kwa namna hiyo ili angalau tuweze kupata idea kama hizo. Masomo haya yamefundishwa hadi kwa wanafunzi ambao wanasomea habari za udaktari, wanaosomea masomo ya nini na nini, lakini pia wameona ni muhimu kwetu sisi vijana kuyafanya haya. Unaweza ukakuta daktari anakuelekeza vizuri ya kwamba usitumie madawa ya kulevya, usitumie sigara kwa sababu unaweza ukapelekea ukapata ugonjwa labda au kutopumua vizuri pumu, unapata nini, lakini huyo daktari anavuta sigara. Kwa hiyo unaweza ukakuta pia sisi wenyewe amkini tunaona kwamba ni wasomi sana, tumeelimika, but still tunashindwa kutumia elimu yetu kufanya haya au kuyazingatia haya. Kumbuka, ukishaharibu afya yako tu, mwishoni huko utakuja kujutia sana. Nikawa napitia sehemu moja hivi, nikakuta mwanasaikolojia mmoja au mwanafalsafa mmoja akasema kwamba vijana wengi duniani wanakufa, asilimia kubwa ya vijana wanakufa wakiwa na miaka 25. Yaani alafu wanazikwa na miaka 75 au 85. Wangapi wamenielewa? Kuna watu hawajanielewa. Asilimia kubwa ya vijana duniani wanakufa wakiwa na miaka 25, alafu wanakuja kuzikwa na miaka 85, 75 na kuendelea. Kiaje? Tunakuwa tumeshaua afya zetu mapema ujanani. Ukiwa mtoto, because you are under control of your parents or guardians, maana yake unakuwa unaelekeza vitu vya kula. Si ni kweli? Sasa ukisha kuwa mkubwa, kuna wakati na wewe unaweza ukienda tu unanunua kitu unachokitaka, nini unafanya hivi. Mtu anakunywa pombe, anafanyaje? Lakini kiroho sasa, miili yetu ni hekalu la Roho nani? Mwili wetu au mwili wako ulionao huo ni hekalu la Roho Mtakatifu. Unapokula vyakula ambavyo havistahili, kwanza unaharibu hekalu la Bwana. Hasara ya kwanza. Ya pili, na utadaiwa kwa sababu kama umeharibu hekalu la Bwana na Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani yako.
kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi akakaa sehemu ambapo hekalu imefanya nini. Sasa unapoharibu hilo hekalu, unamfukuza Roho Mtakatifu asiendelee kuwa katika hekalu lake. Cha pili, unajihatarisha kwa ajili ya baadaye. Unajua kesho ni kubwa sana kuliko leo. Halo? Kesho ni kubwa sana kuliko leo. Kwa nini uje uwe mshauri mzuri kwa watoto wako au kwa vijana? Uwe mshauri mzuri kuhusu masuala ya afya. Kwa nini? Maana yake kama umeyajua haya mapema, ni muhimu kuchukua nini? Kuchukua tahadhari ili usije ukajikuta unafanya hayo. Jambo ambalo linaongezwa na kusisitizwa lingine ni kunywa maji na mazoezi. Kwa hiyo unaweza kaona Shirika la Afya Duniani limezungumza tule nini? Tule nini? Tule maji. Tunywe maji, si ndio? Haya, tumeangalia Biblia imesema tunywe nini? Kiangalia katika Danieli 1:8 pale. Akina Danieli walihitaji pia wajaribiwe kwa nini? Mtama na nini? Ambapo ule mtama wanasema ni mboga mboga kwa tafsiri ya wanasema wanazuoni na watu wana theolojia wanasema ya kwamba na ndio hivyo. Kwa hiyo wewe unapinga kwa hiyo mtama pamoja na nini? Na maji. Kwa hiyo maji yanasisitizwa tuyanywe kila sehemu, kwa sababu wanasema 75% ya mwili wa binadamu ni nini? Maji yana kazi kubwa mwilini. Kuna wakati yanasaidia pia katika mmeng'enyo wa chakula. Kuna biological activities ambazo zinahitaji maji. Mchakato mbalimbali ya kwenye biological tunasema nini, zile metabolic activities nyingi zinahitaji nini? Zinahitaji maji. Lakini pia na faida nyingi. Mazoezi ni muhimu sana. Unapofanya mazoezi maanake unakuwa unaimarisha afya yako. Sababu gani? Unachoma mafuta yasiyokuwa na kazi mwilini. Kuna mafuta yanakuwa hayana kazi mwilini, maanake unakuwa na wakati mwingine unakuwa na mafuta ambayo hayana kazi mwilini. Kwa unapofanya mazoezi, kwanza utasweti, kisha toka jasho, ile jasho litatoka, utaenda kuoga, mambo yanakuwa vizuri, si ndio? Lakini usipofanya mazoezi maanake yale yote hautahisi jasho na hayatatoka. Mwisho wa siku unaanza ku experience hayo masuala ya nini? Masuala ya ugonjwa wa moyo, kwa sababu unakuwa na mafuta mengi mwilini, unashindwa kuyatoa. Kwa hiyo tunashauriwa kwa namna hiyo. Kama vijana wa TUCASA katika Union ya Kusini mwa Tanzania, tunao wajibu wa kuwa mfano kwa kuwa na afya njema. Haleluya! Unapochagua dona badala ya keki au maji, basi tutoe hiyo keki, sio mlo wa kila siku. Unapochagua dona badala ya chips au maji badala ya soda, haufanyi hivyo kwa ajili ya muonekano tu. Si ni kweli utanawiri Haufanyi hivyo kwa ajili ya kunawiri tu afya yako, lakini pia unalinda hekalu la Roho nani? Mtakatifu, ili akili yako iwe safi kusikia sauti ya Mungu na utume wake ukamilike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa unafanya hivyo, sio kuimarisha tu afya yako, lakini pia unakuwa unalinda hekalu la Roho Mtakatifu. Unakuwa tayari kujifunza. Unapokuwa unaambiwa masuala ya kiroho, unapojifunza Biblia, unakuwa tayari ku take changes. Sio unayachukua tu hivi alafu baadaye hatui tu kama wale ambao wanakuja kujiangalia kwenye kioo alafu baadaye unatoka, si ndio? Baadaye utasahau, utarudi tena kuangalia kwenye kioo, utarudi tena kuangalia kwenye. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya mabadiliko. Mwisho wa siku tunakuwa na afya njema. Tunaona wachungaji wetu walivyo na afya njema wanakuwa wanahubiri, wako strong, very strong enough. Unakuwa mwalimu mahali fulani, kwa kama sisi, kwa kweli si walimu, tunafanya mazoezi. Mtupe amini. Walimu tunafanya mazoezi, mara nyingi tunakuwa na wanafunzi kwenye viwanja huko tunafanya mazoezi. Lakini pia kuna wakati tunaadhibu. Unapokuwa unaadhibu mtoto labda amefanya kosa, sio vibaya, unakuwa unafanya mazoezi. Ni mazoezi. Lakini hata nyie mainjinia huko mnafanya mazoezi. Watu wanapanda kwenye nguzo, sijajua kama ni watu wa VETA tu au na nyie mnafanya mazoezi. Watu wanachimba mitaro, wanafanya nini? Sio nyie mainjinia, lakini mkao na vibarua wale wadogo cheap labor, wale ambao unskilled laborers. Lakini pia hata nyie mnafanya nini? Mazoezi. Ni muhimu kufanya nini? Mazoezi. Usiepuke, usikimbie kufanya mazoezi. Mazoezi ni muhimu sana. Na kwa kusema hivyo, Mungu awabariki sana.
Kesho tutakuwa na somo lenye kichwa kinachosema mavazi na muonekano wa nani? Wa Mkristo. Kwa hiyo usipange kukosa. Leo tulikuwa na introduction tu, lakini kwenye introduction tumejifunza habari ya afya na nini? Na ulaji. Yajayo yanafurahisha. Masomo yanayokuja, mada hizi zimeandaliwa vizuri kabisa. Na aliyeandaa hii ni pastor mmoja ambaye ni mkurugenzi, yeye ametoka field ya conference ya SEC. Kwa hiyo utakuja kusikiliza kila ambacho yeye amekizungumza katika hii, lakini pia kuna masomo mengine tutaangalia habari za maburudisho na nini. Mwangalia Pastor Mbwenya pale amejikita pale zaidi kwenye masuala ya maburudisho. Kwa hiyo usikose habari za mahusiano, kuna pastor mmoja pale amejikita pale. Na uzuri wamefuata miongozo ambayo kutoka sosi mbalimbali. Kwa hiyo tutajifunza vingi. Baada ya kusema hayo, simama juu. Tumuombe Mungu sisi kama vijana wa TUCASA, sisi kama vijana wa Kiadventista wa Sabato ambao tunatarajiwa au tunategemewa sana na kanisa letu kuja kuwa viongozi wa makanisa. Kuna watu watakuwa wachungaji hapa, kuna watu watakuwa viongozi mbalimbali kanisani, watashika nyadhifa mbalimbali, lakini pia kuna watu watakuwa viongozi mbalimbali serikalini. Tunatakiwa tuweze kumuomba Mungu atusaidie tulinde afya zetu kuanzia sasa, ambapo tunapolinda afya zetu pia tunalinda hekalu la Roho Mtakatifu ili tusiweze kuharibu kwa ajili ya manufaa ya baadaye. Kwa hiyo tutaomba hilo, Yesu atatuongoza kwa hilo ombi, na baada ya hapo tutakuwa tunahitimisha. Tuombe. Muumbaji mfalme, tunakushukuru kwa ukuu wako na mapenzi yako yaliyokanisha kwetu mpaka mida ya masaa tumekaribia kufikia tamati wa vipindi vya ibada ya leo. Baba Mungu, tazama tumeweza kujifunza yaliyo mengi na yaliyotoka kwako. Baba Mungu, tunaomba uweze kutuongoze tuweze kuyaishi yale tuweze kujifunza ili tuweze kuenenda sawasawa na mapenzi yako. Ukatuongoze kila mmoja akatafakari aliyopokea siku ya leo na akawe mjumbe kwa mwingine ambaye hajapata kuwasili siku ya leo. Ukatujalie hekima ya kuyasikia yale yanayodumu kunena nasi kila siku. Tunaomba machache kupitia Yesu Kristo, amina.